Na hapa niko na meya wa Kinondoni, mstahiki meya wa manispaa kubwa kabisa ya Kinondoni ameshafika hapa. Kwa hiyo tutawachia na vijana, maana nataka kwa hadhi yake natakiwa nimtambulishe mimi mwenyewe. Endelea naye boss, kwa heshima. Kwa heshima. Mstahiki meya, karibu sana kwenye mashindano ya Qur'ani. Tumefurahi umejumuika nasi katika ukumbi wa Karimjee, na tunaomba kwanza uwasalimie jamaa waliopo hapa. Ni kwanza nichukue fursa hii ni kushukuru sana ndugu yangu Manara, mheshimiwa diwani wa kata ya Kariakoo. Mimi natoka Kinondoni, lakini kwa umuhimu wa shughuli ya leo ambayo ni ya kuenzi Qur'ani, na Qur'ani sisi Waislamu tunaamini kwa vitabu vitakatifu kwamba ilishushwa kwenye mwezi huu mtukufu wa Ramadhani, nikasema nije nishiriki kwenye mashindano haya ya Qur'ani na baadaye yatakwenda sanjari na iftari. Kwa hiyo nakushukuru sana kwa kunialika. Asante sana mheshimiwa, na nimefurahi kwamba umefika hapa, tuko pamoja. Karibu sana katika eneo lako, maanake wewe manispaa zote ziko Dar es Salaam na hii ukumbi uko katika halmashauri ya jiji la Dar es Salaam, kwa wote ni wamoja. Na kwa utambulisho tu, wakati nikiwa katibu mwenezi wa mkoa, mstahiki meya alikuwa katibu mwenezi wangu wa wilaya ya Kinondoni. Tulifanya kazi kwa ushirikiano sana. Tunajuana kwa miaka mingi, yani sio leo, zaidi ya miaka 20-25 tuko katika Chama cha Mapinduzi tukijenga chama. Kwa hiyo ni mwenzangu. Karibuni sana. Asante sana. Karibu sana brother. Bana, huyo ni mstahiki meya wa Kinondoni. Tuko na moja kati ya mshiriki ambaye kila siku yeye anashiriki lakini hajawahi kushinda. Wa alaikum salam. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Kwema? Kwema kabisa. Heri sheikh. Bana, wakati nimeanza hapa, nimeanza kwamba tuko na mshiriki ambaye miaka yote anashiriki ila hajawahi kushinda. Kwa nini ankozo? Niseme kila mwenye kuhifadhi Qur'ani ni mshindi, kwa sababu kwanza ni maneno mazito Mwenyezi Mungu, lakini pili ni lugha ambayo hatujazaliwa nayo. Kwa kitendo cha kujua aya moja wewe mshindi, isipokuwa sasa kwenye mshindi kuna mshindi zaidi. Okay. Karibu sana. Tuambie, leo wewe ni mmoja kati ya washiriki ambao watajumuika kwenye usomaji wa Qur'ani? Naam. Kama ilivyo ada. Bwana, kama ilivyo ada. Nitashiriki leo inshallah. Leo tuna aya gani au ni surprise kama tunavyofanyaga miaka yote? Kaida yangu mimi na surprise tu. Surprise pale tu. Lakini nimemwona mama naye ni mmoja kati ya washiriki. Naam, na yeye yupo vile vile. Sijamuona hapa. Nafikiri alipokelewa na wenzake akaenda kuonyeshwa kiti kule. Kwa hiyo ina maana yeye akawa amepitwa na hili. Okay. Naam. Tuambie hichi ambacho anakifanya Haji Sande Manara kila mwaka kuwakutanisha watu maarufu kwenye usomaji wa Qur'ani. Kwako wewe una vision gani kwenye hilo? Mimi kwa upande wangu kwanza nimpongeze. Unajua, ukiandaa chakula chako ili watu wale, kama hawali unajisikia vibaya. Mwenyezi Mungu amesema huu ni mwezi wa Qur'ani. Ameiteremsha Qur'ani katika mwezi huu. Sasa inabidi tuienzi kwa kusoma katika namna kama hivi ya kushindana na ubunifu mbalimbali, kwa sababu kwa Manara alivyosema kwamba watu maarufu, maana yake ni kwamba kuonyesha ulimwengu wa kiroho kwa watu maarufu. Unaona, leo hii unaweza kumuona Diamond anasoma Qur'ani, tushamzoea kwenye nyimbo, lakini akusoma Qur'ani tunastaajabu, tunauona ulimwengu mwingine wa kiroho. Unaona, kwa hiyo dunia ile ile aliyokuwa nayo, lakini sisi tunamuona katika ulimwengu mwingine kwamba kumbe mwamba hapa amepita madrasa. Unaona Pengine Zumo na yeye yupo kwenye mipango ya kuandaa kitu kama hichi miaka ijayo mbeleni. Mipango hiyo lazima iwepo, isipokuwa sasa ubunifu. Sasa kama yeye kachukua upande wa maarufu, na mimi nafikiria, unafikiria unasema na mimi ngoja niingie wapi? Okay. Umeona Kwa hiyo ili kwa ajili ya kuikuza, kwa sababu hii itabaki hivi, lakini na kama na mimi nitaanzisha nyingine, lakini sikufikiria hilo ni nia, tunaweka nia, Mwenyezi Mungu atunani, bado sijafikiria hiyo kufanya. Karibu sana kakaangu. Karibu na meza hapo, unaweza kukaa popote. Nafikiri kuna watu wa protocol watakuelekeza. Karibu sana kakaangu. Bana, huyo ni Uncle Zumo, mmoja kati ya watu ambao wanashiriki mashindano ya Qur'ani Celebrities Competition kila mwaka, lakini mwaka huu imeongezeka and leaders. So and leaders tunamaanisha kwamba leo tutaenda kuona viongozi mbalimbali nchi hii nao wakisoma Qur'ani. Hii ni moja kati ya kitu ambacho kinavutia sana. Mtu anapomuona mtu kama Voice, Diamond, labda Lavalava, Mbosso wanasoma Qur'ani, kuna kitu, kuna
tuseme kama kuna miujiza inakuja, kuna trust inakuja dhidi ya Mwenyezi Mungu. Mimi naitwa Kendrick, behind the camera ni Chuda.